Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Miongoni mwa yale tuliokuwa nayo ni kauli iliyotolewa huko nchini Iran kwamba katika mashambulizi iliyoyafanya siku ya leo wamefanya mashambulizi katika maeneo ya ngome mbili za kijeshi za Israel. Jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran limesema kwamba limefanya mashambulizi makubwa katika vituo vya kijeshi viwili vya Israel ambavyo ni pamoja na Nevatim na Tel Nof. Jeshi hilo limesema katika operesheni iliyoitwa Nasri, yani ushindi, limesema limelenga kambi za anga za utawala wa Israel za Nevatim na Tel Nof. Vikosi hivi vya ulinzi vya Iran mnamo usiku wa Jumapili viliyatwanga kwa makombora maeneo kadhaa ya Israel, ikiwa ni katika kujibu mashambulizi yanayoendelea ya Israel dhidi ya Lebanon kwa kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano. Kufuatia operesheni hiyo, majeshi ya utawala wa Israel yametekeleza mashambulizi ya kulipa kisasi dhidi ya Iran na hivyo kulazimu vikosi vya Iran kutoa jibu kali. Kwa mujibu wa taarifa ya IRGC iliyotolewa leo Jumatatu, kikosi chake cha anga na anga za mbali kimetekeleza operesheni hiyo katika kujibu uchokozi wa Israel unaofanywa katika taifa la Lebanon na kuua raia wasiokuwa na hatia. Na katika taarifa hiyo limesema jeshi hilo kwamba tumetekeleza operesheni hii kujibu uchokozi wa makombora utawala wa Israel unaoua watoto uliolenga vituo kadhaa na rada katika maeneo matatu nchini Iran. IRGC imesisitiza kuwa vitengo vyake vyote vya vita viko katika hali ya utayari katika kutekeleza mashambulizi mapana na ya kutoa funzo katika nyanja zote, huku mipango ya hatua ikiwa imeandaliwa kulingana na mazingira tofauti ya adui. Taarifa hiyo ilionya kwamba adui Israel ameanzisha mchezo hatari kwa kulenga miundombinu ya kiraia na sekta ya mafuta na kwamba wigo wa majibu utajumuisha malengo yote ya nishati katika eneo zima. IRGC ilisema pia kuwa dhima ya madhara ya kiuchumi kwa dunia itabebwa na mchokozi mkuu wa moto katika uwanja huu, yani Marekani. Mashambulizi ya IRGC dhidi ya kambi ya anga ya Nevatim kusini na maeneo yanayokaliwa kwa mabavu na Israel na kambi ya anga ya Tel Nof karibu na Tel Aviv yalikuja baada ya utawala wa Israel kulenga maeneo ya magharibi mwa kati mwa Iran mnamo Jumatatu asubuhi pamoja na kituo cha petrokemikali kusini mwa nchi hiyo. Vyombo vya habari vya Iran vimeripoti kusikika kwa milipuko katika mji wa Tehran, Isfahan na Tabriz kufuatia mashambulizi ya Israel. Jumapili, IRGC ilirusha makombora ya ballistic kuelekea katika kambi ya anga ya Ramat David kaskazini mwa maeneo yanayokaliwa kwa mabavu, ikisema ni jibu kwa kile ilichokitaja kuwa uhalifu mpana wa utawala wa Israel kusini mwa Lebanon, ikiwemo mauaji na kuhamisha raia. Akaunti ya mtandao wa shirika la ujasusi la IRGC ilitangaza mnamo Jumatatu kuwa mashambulizi ya kijeshi na kiusalama na ya mtandaoni yalifanywa usiku kucha dhidi ya maeneo yanayokaliwa kwa mabavu. Mashambulizi hayo yalifanikiwa kikamilifu. Kikosi cha anga cha IRGC kimesema kulingana na maeneo ya viwanda katika mji wa Haifa kwa kufanya mashambulizi kwa makombora mnamo Jumatatu kama ulipizaji wa kisasi wa moja kwa moja dhidi ya mashambulizi ya Israel huko Lebanon. Chanzo cha kijeshi chenye ufahamu wa kina kilichonukuliwa na shirika la habari la Tasnim kimesema Iran ilitumia mchanganyiko wa makombora ya Emad, Kadir, Fatah, Khaybar Shekan na kizazi cha karibuni katika mashambulizi yake ya leo Jumatatu dhidi ya maeneo yanayokaliwa kwa mabavu. IRGC imesema operesheni zote dhidi ya Israel zimetekelezwa kwa mafanikio makubwa licha ya kwamba Israel imedai imedungua baadhi ya makombora hayo. IRGC imetoa onyo kuwa ikiwa Israel itaanzisha tena mashambulizi mengine, wigo wa kijiografia na kijeshi wa operesheni za kujibu za Iran utapanuliwa kwa kiasi kikubwa na kwamba malengo yote ya Marekani na Israel katika eneo hilo yanaweza kulengwa. Kamandi ya Khatam al-Anbiya na majeshi ya Iran yametoa taarifa leo Jumatatu mchana na kusema kwa sasa operesheni za kijeshi dhidi ya Israel zimemalizika, lakini zimesema kuwa Israel itakumbana na mapigo makubwa na ya kujutia iwapo itapanua mashambulizi yake kusini mwa Lebanon na hasa katika kitongoji cha kusini cha Beirut cha Dahiye. Endelea kutufuatilia, usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Naitwa Adam Hussein.